Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Nakwenda kujibu hoja ya ndugu Picha kuhusiana na upungufu wa madawati shule ya msingi Swila. Naomba nitoe wasiwasi kwamba mwenye shule ambaye ni mkurugenzi wa jiji la Mwanza ametenga fedha zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya madawati ya msingi na sekondari, na hapa naongea kwa niaba ya mkuu wa idara ya msingi na sekondari. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza hii Januari tunakwenda kutoa dawati 2990 na Swila ni miongoni mwa shule itakayokwenda madawati. Tusikilizane jamani, mtaalamu wetu ana mambo mazuri hapa. Ngoja tena, rudia tena, hawajakusikia. Narudia. Mkurugenzi wa jiji la Mwanza ametenga zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya ununuzi au kutengeneza madawati ya shule za msingi na sekondari katika jiji la Mwanza ili kuondoa uhaba wa upungufu wa madawati, kuondoa tatizo la wanafunzi kukaa chini. Kwa awamu ya kwanza sasa hivi madawati ambayo yako tayari ni 2990 na Swila shule ya msingi ni miongoni mwa shule zitakazopewa madawati. Vile wataalamu wanahitaji kusikia miongoni mwa shule zitakazopewa madawati ni lini? Leo, kesho, mwakani, mwezi wa 6 au mwaka kesho kutwa? Naomba nijibu mheshimiwa, tunakwenda kufungua shule siku ya Jumanne. Tutatoa utaratibu kwa kila shule zitakazopewa madawati kwenda kukabidhiwa hayo madawati. Wao watayapata ndani ya mwezi huu. Ndani ya mwezi huu watakabidhiwa madawati ya awamu ya kwanza 2990. Vile vile nizungumzie swala la wiki ijayo tunafungua shule. Ndugu Wananyegezi, tunakwenda kuwapeleka watoto wetu mashuleni, wanafunzi wa awali, wanafunzi wa darasa la kwanza na wanafunzi wa kidato cha kwanza 2026. Naomba niwaambie kila mwanafunzi mwenye kupata haki ya kupata elimu, naomba apelekwe siku ya Jumanne. Na uandikishaji wa watoto wa kidato cha kwanza, yani kuwapokea walioshinda kwenda kidato cha kwanza, wanaojiunga elimu awali, wanaojiunga na darasa la kwanza 2026 tunatoa elimu bila malipo. Hakuna mchango wowote utakaoombwa mzazi kule shuleni. Kwa hiyo niwaombe siku ya Jumanne peleka mtoto shule. Sasa hivi serikali inaendesha programu za mashule kwa kutumia elimu bila malipo. Ni sera ya elimu tulionayo, elimu bila malipo. Nunua uniform, peleka mtoto shuleni. Ukiombwa fedha, tunaomba muwasiliane na mtendaji wa kata ya Nyegezi. Mtendaji uko wapi? Mwambie mtendaji, nimekwenda shule ya sekondari na mtoto wa form 1 nimeombwa hela. Nimekwenda Swila kupeleka mtoto wa awali au wa kwanza nimeombwa hela. Kabla hatujamfikia, tunaomba mtendaji wa kata udili na mwalimu huyo, sio maelekezo ya serikali. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Kwa hiyo tumeirudisha tena kwenye bajeti ya 26-27. Kama itapata fedha basi tutaitengeneza. Tunaijua na tunaelewa kwamba ina tatizo kubwa. Ametaja pia barabara ya Makaburini na ameitaja kwa namna ambayo inaonyesha inawagusa watu wengi. Hii tuko kwenye kipindi cha maandalizi ya bajeti. Tutapita hapo Jumatatu, wataalamu tutapita, tutachukua hizo data zake, alafu tutaiweka kwenye bajeti ya kila sasa. Mwenyekiti wa mtaa huyo ni upi? Jumatatu, meneja unamsikia? Wanakuja kwenye hiyo barabara Jumatatu. Sawa sawa. Pamoja na barabara ya California kama ulivyosema. Pia umetaja barabara inayounga Ikubinya na Nchenga. Nadhani ndio ile eneo pale. Hiyo hiyo nimeshaitolea maelezo, ni kwamba tunaenda kuomba kibali ili tuweze kujenga ule mtaro pamoja na daraja pale na watu kuweza kuvuka. Umesema pia kwamba kuna daraja linataka kuanguka, nalo tutapita tulione. Hilo ni la kufanyia tu marekebisho madogo.
Kwa hiyo tutafika, tutaliona, na hiyo hahitaji mtendaji mkuu, hahitaji meneja wa mkoa, tutalifanya kulingana na hilo. Ni kuombe meneja, unapokuja Jumatatu kwa ajili ya hiyo barabara ya Makabulini, basi hakikisha pia unafika kwenye lile daraja. So pale kuna fedha ya wananchi pia imelala pale. Asante. Alafu kuna mwananchi anaitwa Sofia Muhammad, yeye ametaja barabara ya Suira Nyaburugoya kwamba ilijengwa lakini haijaendelezwa, haijakamilika. Barabara hii iko kwenye mkataba na ina mkandarasi anaitwa AM, kutengenezwa kwa kiwango cha zege. Alikuwa na vibarabara vingi, lakini nadhani ndani ya wiki mbili atakuwa hapa Nyegezi. Na mkataba wake unaisha lini kwa hiyo barabara? Mwezi wa pili mwaka huu. Mwezi wa pili mwaka huu. Ndugu wananchi, tunakubaliana na tunasikia mkataba wa barabara hiyo unaisha mwezi wa pili, na bahati nzuri mwezi wa pili na mimi nitakuwa narejea, kwa hiyo nitakuja nifanye ufuatiliaji hapo. Lakini pia kuna mwananchi ameongelea barabara ambayo anasema hii ya kuelekea hapo polisi na kutoka sokoni hakuna daraja na watu wakiwa wanavuka pale wanaanguka. Hili nalo tukalifanyia kazi kwenye bajeti hii tuweze kuona kama tutaweza kuiboresha hiyo barabara ili iweze kupitika. Nakumbuka hii hata OCD alishanipigia simu na tukachukua data, lakini tutaiweka kwenye bajeti hii ya 26-27. Kuna mwananchi pia amesema kwamba barabara kuu hiyo kuna sehemu ambayo panahitaji pundamilia zimefurika, ili naomba nitamweleza meneja mwenzangu wa TANROADS nimfikishie, kwa sababu ni barabara ambayo iko kwenye mamlaka nyingine, lakini nitamfikishia ili kama kuna uwezekano waone namna ya kuweka vivuko hivyo ambavyo ni muhimu sana, hasa kwa watoto. Na watoto wale wakishafundishwa kwamba hapa ni pa kuvuka, basi wao ukishakiondoa kile unakuwa umewachanganya. Mheshimiwa Bunge, naomba kuwasilisha. Na sio kwamba ni leo tu, nilishaliongea mara nyingi. Tumejengewa daraja hilo ulilotoa maelekezo kwamba watoto wetu sasa hivi wapite, lakini hilo daraja limekamilika kwa kiwango cha juu na ni kizuri, ila hakuna barabara ambayo inaunganisha kutoka Rozi ifike mpaka kule Nyabulogoya. Kwa kweli hicho kitu hata meneja wa TARURA akaliangalie. Kipindi nimepewa na mkuu wa wilaya, yule meneja mwingine tuliliongelea. Daraja limejengwa lakini hakuna njia. Lingine, kwa sasa watoto wetu wanaanza darasa la kwanza, ni wadogo, watatoka kule maporomoko ulikotoka, inabidi waje wapitie huku. Tunaomba ulinzi, kwa sababu sisi tutawapitisha watoto wakati wanatoka shule, wako wenyewe. Kuna watu ambao hawana mapenzi mema, watageuza ile sehemu sasa ya kuwasubiria watoto wetu ili wawatendee uhalifu. Tunaomba, na ndio maana naomba ikiwa barabara pale itapitika, hakuna yale miwa pembeni, tutakuwa na usalama wa watoto, lakini kama ni hivyo hapata kuwa na usalama. Na vile vile Korongo pale ulipoanzia kuna kidaraja ambacho tulikiomba mbunge aliyepita kwamba atujengee pale napo kuna kakivuko ili watoto wapite. Mwaka jana kuna watoto wa majirani wawili walienda na maji na wakaokolewa nusu ya kufa. Tunaomba na pale parekebishwe, patakaporekebishwa hapa na pale tuwekewe karavati angalau watu wapite. Asanteni. Tutembelea ili tutoe kero zetu. Kwa majina naitwa Meresiana Misungwi Shikome, ni mkazi wa Ibudinya. Ndugu Mheshimiwa Mbunge, kero yetu ya kwanza katika mtaa huu mbunge ni kwamba tulishalipa hela za upimaji shirikishi, lakini mpaka sasa tuna viongozi kadhaa ambao wamemaliza muda wao, lakini hili halijatekelezwa. Ndugu mbunge, inatupa kero kwa sisi. Mimi kama mama ambaye ninajitafutia mimi mzee huyu nikalipe 200,000 serikali, halafu sije kanitelekelezea. Tunaomba na sisi tutendewe haki, tuliolipia hizo 200,000 ili waje watupimie, na bado hata waliopimiwa nafikiri wote wengine hawana haki, kama si uongo. Pili, kero yangu ndugu mbunge, na sio kero, ilikuwa ni kama ni vyema, lakini inaelekea kero.
MUWASA kama MUWASA wamebuni mradi mwingine ambao ni miundombinu sawa, lakini wanapofika kwenye mita zetu wanang'oa kila kitu. Hebu niambie ndugu mbunge, mimi nimetengelea mita yangu vizuri, ili nikitoka ndani na kandoo kangu na kalisha pazuri, panasambaratika. Mimi sina uwezo wa kwenda kubeba tena mlimani mawe, sina uwezo wa kununua simenti nikarabati tena. Ndugu mbunge, hiyo ni kero kubwa sana kwa sisi watu wa Igubinywa, na maji hayatoki. Bora tu wangetuachia tulivyokuwa, kwa sababu kama sasa hivi mita zetu tunalipa kawaida, mita zetu zinaletwa bili kawaida. Hatukulalamika kwamba labda mita au mita zimeharibika, hapana. Na kila mtu anachunga sana mpira wake wa maji. Sioni sababu, ndugu mbunge, ya kuja kutuharibia miundombinu ambayo tulikuwa nayo. Ni uharibifu. Hata tukitembea mwenyekiti kwenda pale hatua ya 5 ile, mabomba yameachwa wazi, halafu wanachukua koki. Hebu niambie ndugu mbunge, maji yamekuta kule kasi au koki imevunjika, mimi nitasaidiwa na nini ili niyadhibiti kuyafunga ili yasiendelee kuvuja? Tayari mita yangu kule inahesabu inakuja 200,000, utaweza kuitoa? Hilo ni kero mojawapo. Ndugu mbunge, bora wangetuachia tu huo mfumo, tulikuwa tunajiweza watu wa Igubinywa. Mimi sijasikia mtu wa Igubinywa yote ameenda mahakamani kwa ajili ya uzembe wa kulipia maji. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Injinia Salim Msindilo, ni msaidizi wa mkurugenzi kwenye upande wa usambazaji maji. Ni kweli mheshimiwa, eneo hili tumekuwa tukitekeleza mradi. Ni mradi ambao tunautekeleza kati ya MUWASA kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Uholanzi. Mradi huu haswa umelenga kuboresha huduma kwa maana ya kuboresha mabomba. Tunaboresha mabomba, lakini kitu kingine ambacho tunakifanya ni kwamba kwa mtaa huu kuna mtandao wa bomba ambao umefika mwingi kwa wananchi, lakini mabomba yake yalikuwa ni madogo. Kwa hiyo kazi ambayo tunaifanya ni kubadilisha ya mabomba ili yaendane na hali ya uhitaji wa wananchi. Sasa sambamba na hilo, kazi nyingine inayofanyika ni kwamba tunapoondoa hizi bomba tunajenga chemba maalum ambazo mita zote za wateja zinakaa kwenye chemba moja. Hili linasaidia kwa namna mbili. Kwanza, linapunguza ule upotevu wa maji. Wote tunajua kwamba kunapotokea mivujo mingi ni kutokana na haya mabomba yalivyosambaa. Kwa hiyo tunapoweka chemba na tukarahisisha namna ambayo mabomba yanafika kwa wananchi, tunaondoa ile minyororo ya mabomba. Na kitu kingine ni suala la ulinzi pia wa hizi mita. Hizi mita mara nyingi zinakuwa majumbani kwa watu. Wakati mwingine inabidi unaenda kusoma kwa mteja, unakuta amefunga geti, huwezi ukaingia ndani. Wakati mwingine unaweza ukakuta na yeye ametoka tu, huwezi uka-access ile mita. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanya sasa hivi ni kwamba tunahamisha hizi chemba, tunahamisha hizi mita kwenye chemba ili kupata pia urahisi wa kuzisoma bila kusumbuana na wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo mradi huu bado unaendelea, na kweli tumekuwa tukipokea changamoto mbalimbali kwamba labda katika mita ya mtu kuna bomba limeng'olewa, halijarejeshwa vizuri. Mimi niwahakikishie tu kwamba huu mradi unaendelea, haujaisha, na tutamfikia kila mmoja kwenye malalamiko ili tuweze kurekebisha kama kuna eneo lake limeharibiwa. Na mheshimiwa, kitu ambacho ningeomba kwako, namna ninavyoongea na wananchi wanaongea, lakini ninachoomba, naomba nitoe namba yangu. Kama kutakuwa na changamoto yoyote tuweze kuwasiliana, lakini hizi ambazo zimesharipotiwa hapa tutazifikia moja kwa moja, kwa sababu hapa niko na meneja wa kanda, ataanza kuchukua namba za hawa wanalalamika ili tuwafikie mmoja kwa moja. Yegezi oye! Mama yangu, jambo la kwanza, na hivyo ulivyosema wanang'oa mabomba, wanapasua nini, umepata ufafanuzi wake vizuri, lakini bado hamjaelewa vizuri, na kesi yenu ni moja, inafanana.
Hebu mkurugenzi, mpe maiki mtu mmoja hapo aeleze vizuri kwa bwana. Kuhusu swala la maji, kiukweli maji tunateseka. Naitwa Penina, naishi mtaa wa Igubinya. Kuhusu swala la maji, baada ya mfumo kubadilishwa, maji yamekuwa yanasumbua sana. Nyumba 2 zinatoka maji, moja haitoki. Nyumba 3 zinatoka, moja haitoki. Inakuwa ni shida. Bili ya maji inapokuja, inakuja ile ile. Unauliza, mbona usomaji ni tofauti? Unaambiwa tumekadiria. Sasa kama mnakadiria kwenye mita za maji, lakini pia mita zilipo